Pendekezwa kuuzwa kwa kampuni ya mawasiliano ya Vodacom ya Afrika Kusini. Akizungumza Naivasha, katibu wa hazina ya kifedha Dr. Chris Kiptoo amesema serikali ilipata mnunuzi bora zaidi na kuwa mlipa ushuru hajapoteza fedha zozote. Emmanuel To ana mengi zaidi. Ilikuwa zamu ya Wizara ya Hazina ya Kitaifa jukwani kueleza mpango wa serikali wa kuuza 15% kati ya 35% ya hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom. Katibu katika wizara hiyo Dr. Chris Kiptoo akikabiliwa na pingamizi kutoka kwa baadhi ya wabunge waliodai serikali iliuza hisa hizo kwa bei ya jioni. Because here we have a block sale to an existing shareholder, but that is not the only divestiture method. We could have offered that to competition, we could have gone to further public flotation. Even SHA relies on Safaricom, everything relies on Safaricom. So honorable members, I want to ask you, don't even bother to listen about the pricing. It is not about the pricing. So honorable members, please reject this thing. Katibu huyo kwa ushirikiano na baadhi ya wabunge wanaoiunga mkono serikali wakitetea mpango huo kwa jino na ukucha. So whichever way you look at it, this is a good offer, and we carefully looked at it. And these mathematics showing here are clear. The cash flow shows that 40 billion today we take, and then we will pay 55 billion in 6 years. So the implied cost of funds would be that you would pay only 5.6%. So if anyone else tells you that the market share of Safaricom is at 80 shillings or at 90 or whatever price it is, ask them which valuation model they are using. And if they can prove to us which method they use, then you can say that this share has been either undervalued or overvalued or whatever value they are going to create. Wizara ya Fedha ikitoa changamoto kwa wanaopinga uuzaji huo kuleta mnunuzi bora kuliko aliyepatikana kwa sasa. If they have a different model that is not known, that can value the share to the 45 and 50 shillings they are telling us, would you be welcoming it? Yes, I would want to answer your question that as National Treasury, we would welcome any option that would enable Kenyans to get a better value to what we have managed to get through ceding the 15% to Vodacom. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Naivasha, County